mtu sio msaidizi wake kila nyama. Au unaweza kumkuta mwalimu mwingine akasema nahitaji kuja mimi, je, kocha msaidizi mnaye? Management inachofanya wao inawapendekeza makocha wasaidizi ambao wao wana imani kwamba wanaweza kufanyaje kumsaidia. Wakishatoa pendekezo wanapeleka kwa mwalimu, mwalimu anafanya research juu ya watu ambao wafanyaje aliopewa kwamba nani na nani anastahili kuja kunisaidia juu ya kazi yangu. Naamini ulichokizungumza kwenye tetesi kwenye football zipo. Kuna muda inawezekana tetesi ikawa kweli na kuna muda tetesi zikawa sio kweli. Lakini mimi binafsi niseme namwamini sana Ahmed, performance yake. Pili, ndio kocha ambaye ametengeneza historia nzuri kwenye ligi ya NBC, watu wengi hawajui. Historia gani? Ndio kocha ambaye mwaka jana kwenye ligi ya NBC timu yake ya JKT Tanzania haijamgusa mwanzo wa ligi mpaka mwisho wa ligi. Na ndio kocha ambaye ametengeneza historia kwenye ligi ya NBC. Timu imemwamini kwenye muhula wa kwanza na imekwenda kumwamini kwenye muhula wa pili. Mwaka jana kwenye historia, sikiliza vizuri Salome, makocha watatu ndio waliofukuzwa kwenye timu. Unakwenda kumzungumzia Ahmed, unaenda kumzungumzia Maxime wa nani Dodoma Jiji, unakwenda kumzungumzia Fadlu Davis. Lakini hawa pia story yao imekwenda imegota hapa, ambao wao kwenye ligi ya NBC msimu wa pili wameondoka kwenye zile timu. JKT Tanzania bado wanaye Ahmed. Nini maana yake? Good coach. Kocha bora. Tetesi tunaizungumza ambao umeikwepa na kusema kwamba hakuna mazungumzo yote kati ya Simba pamoja na kocha Ahmed Ally. Tuje kwenye hapa. Ni kocha ambaye anaweza kuwa sahihi kuja kwenye mitaa ya Simba na kuaminiwa kuwa kama kocha mkuu, kabla tujaenda kuzungumza majina ama kocha wengine ambao wanataka. Simba ni klabu kubwa. Ina malengo makubwa. Waliokabidhiwa dhamana ndio wanajua malengo ya Simba. Wao ndio wanaona nani tunaweza tukampa hii dhamana ili kwenda kukamilisha matakwa. Wao tuliwapa dhamana na kwenda kutusimamia, ambaye tunakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Clatous Magoli. Akikaa chini akaona CV na weledi za Ahmed zinastahili kuiongoza Simba na kuipeleka kwenye mafanikio. Kisugu no doubt. Kisugu no doubt. Lakini makocha wazawa waaminiwe kwa kiasi kikubwa. Mtu akiona tu ni kocha mzawa kwenye hizi timu za Simba na Yanga, mashabiki na nadhani ni kitu ambacho wanakichukulia cha kawaida sana, wanaona kama sio sahihi. Mimi binafsi niseme na imani sana na makocha wazawa. Historia sahihi ya football kwenye vilabu vyetu vikubwa hivi kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, la kwanza makocha wazawa ndio walikwenda kutengeneza historia. 1993 Simba anakwenda kucheza fainali ya CAF dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast. Kocha mzawa Abdelhakim Kibale Mputa. Taifa la Tanzania hili linakwenda kufaulu kwa mara mbili mfululizo back to back kwenye mashindano ya AFCON. Kocha wa timu ya taifa mzawa. Kwa hiyo Salome, mimi ukiniambia kama mimi na imani na naamini sana kocha wazawa uwezo wao. Tuamini. Tukisha kuamini tuwape facility zote ambazo zinastahili mwalimu kufanyaje kupewa. Mimi naamini kama tunaamini katika hili wana uwezo kuzifisha vilabu vyetu. Leo hii tuna kocha national team anaitwa Ahmed Morocco. Hemeji ana historia kubwa kuliko kocha yoyote mgeni aliyokuja kwenye nchi kufundisha national team. Juzi ameonyesha experience yake kubwa, kakabidhiwa timu siku 4, timu ambayo inatakiwa kuqualify, timu kubwa katika mashindano makubwa, lakini anasema ni pesa ni dhamana. Kusudio lenu nini akina Magoli? Kuiona timu inakwenda kufanya vizuri katika huu mchezo na timu inakwenda kuqualify. Simba amefanyaje chini ya Morocco? Sio kwa kusonga maneno, na namna hata timu yake alivyokwenda kuipanga, kuna ubunifu mkubwa amefanyaje? Ameufanya.
Tumecheza na Gaborone ya Botswana kule kwao. Fubeki ya kushoto alianza Nabi Kamara. Lakini Hemed Morocco anaanza na Mligo. Sio vizuri. Akaenda kufanya changing kwenye midfield pale. Akaikwa kijana ambaye sasa hivi ndio imekuwa nyimbo ya kuimbwa katika taifa hili. Kwa mimi naamini sana wao kocha wao. Tuamini, wape facility zote zinazohitajika, bila imani wanaweza kufanya kazi. Jina ambalo limeshika kasi na kutajwa kwa kubwa ni Miguel Gamondi ambaye ni kocha sasa hivi wa Singida Black Stars, aliwahi pia kuhudumu Young Africans. Ni moja kati ya majina ambayo yametajwa kwa kiasi kikubwa kutoa viunga vya Simba. Tuje kumzungumzia kocha Miguel Gamondi. Atakuwa ni kocha sahihi kwa upande wenu Simba? Kama taarifa zitakuwa za kweli. Dada yangu Mama Doris wa Demwai aliwahi kunambia. Na moja, kwa nini alinambia haya maneno ninayokwenda kuzungumza? Nilikuwa na shida ya kifamilia, nikaenda nikazungumza naye. Mwisho wa siku alinambia, mdogo wangu ukubwa Jalala. Yaani ukiwa mkubwa wewe kubali tu. Kubali. Leo hii ukubwa wa Simba tumekuwa kama Jalala, kila mtu anatutupia. Mara Gamondi, mara sijui Nabi, mara sijui nani. Yote kwa sababu Simba kwa ukubwa wetu. Lakini niwaambie kina Mtanange, msiwe na hofu. Contract ya kocha wa Simba ameshaingia. Kilichobakia ni kumtangaza na muda si mwingi. Ninyi waandishi, Ahmed Ali atawaita na tukue mwe makini. Kwa ukubwa kocha huyu anayekwenda kutangazwa, yawezekana maiki zenu zikapasuka. Sije vizuri kwa ukubwa wa kocha atakayetangazwa. Ana sifa zote. Kocha mkubwa kwa CV. Amefanya vitu vikubwa katika mashindano ya shirikisho pamoja na Champion League, lakini amefundisha vilabu vikubwa katika bara la Afrika kwa mafanikio makubwa. Hizo ndo sifa zake. Sio mnene na wala sio mwembamba. Sio mfupi na wala sio mrefu wa kufanyaje? Wa kutisha. Huyu ndio kocha wa Simba. Sio mnene wala sio mwembamba. Sio mrefu na wala sio mfupi. Kati kwa kati. Maana muona na Sweden. Alafu ana maji ya kunde, sio mweupe na wala sio. Umeamua kutuchanganya. Mikoe Kisogo, Gamondi, kwa nini hatajwe sana kuhusishwa na nyinyi? Nimesema ukubwa wetu. Leo kabla hujaniuliza Gamondi, umeniuliza Ahmed.